Unaona hii zege manake ilikuwa huku imevunjwa yote na kwa sababu imeenda inalika na maana with no time ile yote inaondoka na daraja linaondoka. Alafu sasa ile maji yale yalikuwa nakata kama kukata yanakata hapa. Yanaunga hivi. Mahala hapa ndugu waandishi, hiki ambacho tumekishuhudia hapa, hiki ni kitu cha ovyo. Na mambo haya ya ovyo tukiruhusu yaendelee, tutakuwa watu wa ajabu sana. Watu wa ajabu sana. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa dhamana ya kuyasimamia mazingira ndani ya nchi yetu. Na hili Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tutalifanya bila kujali contradictions za kisheria. Lengo ni mazingira kwanza kabla ya utaratibu wenyewe wa kisheria. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ametoa ridhaa mwezi wa 9 tunapeleka mswada bungeni wa kufanya mabadiliko ya sheria sura 191 ili tualaini hizi sheria zetu. Madhara haya mnaoyaona hapa, hili daraja siku si nyingi litaondoka. Daraja la Kinyerezi ndani ya kata ya Ukonga, hili litaondoka. Serikali imeweka billions hapa. Miaka ya nyuma kabla ya daraja hili, huku kulikuwa ni kisiwa na huku ni kisiwa. Sahihi. Mheshimiwa Rais, serikali imeweka fedha hapa, ametujengea daraja zuri hapa. Halafu kuna watu eti wanatoa vibali vya kusafisha mito, badala ya kusafisha unakuwa ni uchafuzi. It's a big no. Haijarishi ni sheria ipi katika hizo sheria mbili inayotoa mamlaka, lakini kwa uhalisia wa mahala hapa ninaelekeza mambo yafuatayo. Ninaelekeza watu wa Nemki, watu wa manispaa ya Ilala wafike mahala hapa pamoja na watu wa mamlaka ya bonde la maji Wamiruvu wafike mahala hapo. Maeneo yote haya matatu, ofisi yetu ya mkoa itusaidie kuwaratibu watu hawa, waitwe mahala hapa, tufike mahala hapa tuone hii hali kwa uhalisia. Na si tu hapa, muende maeneo yote ambako kumetolewa vibali vya kusafisha mito, mahala ambapo pana miundombinu yetu ya madaraja kama hivi. Tusije tukaingia hasara serikali kwa sababu tu ya namna ya utoaji wa vibali usiozingatia uhalisia. Vibali vya kusafisha mto vinatakiwa viwe ni hasa kwa madhumuni ya kusafisha mto, sio kwa madhumuni ya kuuza mchanga. Maelekezo yangu ya pili kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, vibali vile vyote vilivyotolewa tuvipitie wote kwa pamoja. Watu wa mazingira, watu wa bonde wenyewe ambao ndio wametoa vibali hivyo, lakini na manispaa au halmashauri kwenye maeneo hayo mshiriki, ili tuweze kushauriana kwa pamoja. Uharibifu huu ukishatokea hatutapata wa kumlaumu hapa, wote tutaonekana watu wa ovyo. Tumeandika dira, kwenye dira hiyo tumeweka misingi mitatu ya dira. Tumesema nguzo moja kubwa katika hizo tatu ni nguzo ya mazingira, kwa sababu shughuli zote zitakazofanyika miaka 25 ijayo, shughuli zitakazobeba Watanzania wapatao milioni 118 ifikapo mwaka 2050 zitabebwa na kufanyika ndani ya mazingira yetu. Ni lazima tuzingatie uhimilivu wa mazingira yetu. Sasa hatuwezi kufikia uhimilivu kama tunafanya mambo ya ovyo kama haya. Mheshimiwa DC, kwa niaba ya mkuu wa mkoa tusaidie. Hizi ofisi tatu zote waiteni, na maeneo haya yote myatembelee. Sio tu hapa Kinyerezi. Maeneo yote kunakofanywa hicho kinachoitwa kusafisha mto. Na hapa Dar es Salaam tuna mito mingi kidogo. Ndio. Na hivi nimetokea pia hata kuona mfereji ule wa Mpogo. Piteni maeneo yote Mheshimiwa DC. Na tukae tupitie vibali hivyo vizuri na tuyasimamie mazingira. Sheria haziwezi kuwa kikwazo. Sheria haziwezi kutuingiza gharama tukashindwa kuyasimamia mazingira kwa yatufai kwa sasa na kwa vizazi vijavyo. Haya ni maelekezo ya serikali. Nawashukuru sana.